Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, leo mwezi 29 Safar, kwa maana ni mwezi 29 mfungo 5 mwaka 1445, ikiwafiki tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Kwa hakika ni washukuru sana nyinyi waandishi wa habari kwa kuja, na shukrani zangu ni kwamba naendelea kuwapongeza waandishi wa mkoa wetu wa Mwanza kwa umakini wenu na namna ambavyo mnavyoyatafuta mambo kwenye mahala pake. Nikisema hivyo namaanisha kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ndiyo chombo kinachosimamia shughuli mbalimbali za Kiislamu nchini na kuwasimamia Waislamu na mambo yao na kadhalika. Kwa hiyo ni kweli kilichowaleta, mnataka kujua tumejipangaje katika mwezi wa mfungo 6 unaokuja mbele yetu. Majibu yangu ni kwamba kwanza ni furaha kubwa kwa Waislamu na umma mzima. Nyote mnafahamu, na ningetaka pia wasofahamu wafahamu kwamba mfungo 6 ndio mwezi aliozaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Furaha iliyo ndani ya nyoyo zetu ni kubwa kupita kiasi, kwa sababu hata yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisherehekea kuzaliwa kwake. Ziko hadithi mashuhuri sahihi kwamba bwana mtume alikuwa anafunga kila siku ya Jumatatu. Fasuila, akaulizwa, ya Rasulullah, mbona unafunga kila Jumatatu? Bwana mtume akajibu akasema, nafunga kila Jumatatu kwa sababu siku ya Jumatatu ni siku niliyozaliwa. Kwa hiyo sherehe ya kusherehekea mazazi ya bwana mtume, yeye mwenyewe Rasulullah kaifanya kila wiki. Kila wiki kaifanya sherehe hiyo. Na aliifanya kwa njia gani? Njia aliyoifanya ni kwa kufanya ibada. Ibada gani? Ibada kubwa kuliko zote. Kwa sababu nyote mnafahamu saumu ndio ibada ambayo Mtume SAW katika hadithi al-Qudsi imeelezwa, kullu amali bani adam lahu illa saum. Kwa matendo yote ya mwanadamu huwa ni yake mwenyewe isipokuwa saumu. Fa innahu li, saumu ni yangu mimi Mungu, wa ana ajizibihi, na mimi ndio ninayemlipa mfungaji. Kwa njia ya kusherehekea mazazi yake bwana mtume alichagua ibada kubwa kabisa, nayo si nyingine isipokuwa saumu, na alifanya kila wiki. Sisi kwa udhaifu wa hali zetu tunafanya kumsherehekea bwana mtume walau kila mwaka tunatenga siku maalum. Kuna watu wanafanya kila mwaka mara moja, kuna watu wamejaliwa kila mwezi, kuna watu wanafuata ile silsila ya mtume ya kila wiki wanafunga. Sisi Waislamu wa Tanzania kwa muongozo wa chombo chetu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa muongozo wa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Al-Allama Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri, mufti daula, ameelekeza, na ndivyo alivyoikuta kwenye muongozo wa BAKWATA toka mamufti waliotangulia, Sheikh Hamed bin Juma bin Hamed, Sheikh Isa Shaabani Simba, na yeye ameshika hivyo. Kila mwaka kuna siku maalumu na inachaguliwa mahala maalumu, yanafanyika maadhimisho ya kumsherehekea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa kwake. Na nitumie nafasi hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nchi zetu za ukanda huu wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, utaona Tanzania siku ya kuzaliwa bwana mtume serikali yetu imetupa nafasi Waislamu kwamba ni holiday. Hata wafanyakazi hawaendi kazini, wakiulizwa kuna nini wanasema hii ni Maulid, ni siku aliyozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tunaendelea kuiombea serikali yetu, Mwenyezi Mungu aidumishe, Mwenyezi Mungu aiimarishe, Mwenyezi Mungu aendelee kuifanya nchi yetu ya Tanzania kuwa tulivu, kwa sababu imetoa ruhusa, imetoa nafasi ya watu kutambua, kumthamini, kumuadhimisha, kumwenzi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo nadra katika nchi zingine, lakini Tanzania alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabarikie watawala, na kwa sasa tulionaye kiongozi wetu mahiri ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu ambarikie na aendelee kumhifadhi kwa baraka za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mufti na shekhe mkuu wa Tanzania
Tanzania kupitia vikao vyao waliamua mwaka huu sherehe hizo kitaifa zitafanyika mkoani Dodoma, na kwa mujibu wa kalenda na kutokana na muandamo wa mwezi inahisiwa na ndivyo ilivyo. Insha Allah, Mungu akitufikisha, nadhani tarehe 27 ya mwezi huu wa 9 kutakuwa na maulidi ya kitaifa pale Dodoma, na tarehe 28 itakuwa ni baraza la Idi. Kwenye maulidi, kwa taarifa tulizonazo, mgeni rasmi usiku pale kwenye uwanja wa Jamhuri ni yeye mwenyewe Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, lakini siku ya pili kwenye baraza la maulidi anatarajiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni wa heshima, mgeni rasmi katika shughuli hiyo. Sasa kuja kwenu kunanifanya ni kwanza ni washukuru, lakini pili nitoe maelekezo kwa mkoa wetu wa Mwanza. Maka nafasi tunayoisimamia ni mkoa wa Mwanza, na kwa kuwa sisi ni wapenzi wa Bwana Mtume, tunatii maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, tunatii maelekezo ya baraza. Niseme wazi kwamba maelekezo yetu ni kwa misikiti yote itenge siku maalumu ya kumuadhimisha Bwana Mtume. Tumeelekezwa ile siku yenyewe tunaweza tukafanya maulidi ndogo ndogo ili sote tushiriki pale Dodoma, lakini baada ya hapo maelekezo yetu ni kila msikiti ufanye maulidi ya kumswalia Bwana Mtume. Kila kata ya BAKWATA ihakikishe inafanya maulidi ya kumswalia Mtume ndani ya kipindi hichi. Kila wilaya ifanye maulidi ya kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kusherehekea kuzaliwa kwake. Lakini waombe Waislamu, ni waombe wa Tanzania ndani ya mkoa wa Mwanza, Waislamu hawa ikiwezekana, na ninaomba iwezekane, tuzipambe nyumba zetu kwa ajili ya kumuadhimisha Bwana Mtume, kuadhimisha ujio wa Bwana Mtume, kuadhimisha kuzaliwa kwa Bwana Mtume. Nyumba zipambwe, mitaa yetu tuipambe, na Mtume akipenda launun hadhara, rangi ya kijani, tupambe mitaa yetu kwa rangi za kijani, tupambe majumba yetu kwa rangi za kijani, lakini tupambe miji yetu, ofisi zetu kwa rangi za kijani. Natoa wito kwa wana Mwanza kuhakikisha kwamba tuna ikiwezekana hata kwenye familia yako unawalisha chakula kizuri, unahakikisha unatoa nguo nzuri kwenye familia yako, nguo mpya, na hata wenyewe watoto katika family pale nyumbani wakiulizana kuna nini, wanasema tumo ndani ya kusherehekea Bwana Mtume. Kwa maelekezo ya viongozi wa baraza na mimi nikiwa msemaji wao kupitia baraza letu la mashekhe mkoa, tunaelekeza kwamba kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi 11 ambao ndio kilele, yani tarehe 27, Mungu akitujalia kama mwezi utaandama leo, basi shughuli za kumuadhimisha Bwana Mtume zifanyike. Wenye nafasi kwenda kutoa damu kwa ajili ya kusaidia watu wengine, wenye nafasi kwenda kusafisha mahospitali. Yani hizi siku 11 tuzifanye ni siku za Mtume Muhammad. Haya ni masiku ya Mtume Muhammad kuzaliwa kwake. Na hapa ndipo huwa nasema siku zote Mtume azaliwe ndani ya nafsi zetu. Tunaweza tukasherehekea tu kwa kupika chakula, kwa kufurahika, kujipamba, lakini kama Mtume hakuzaliwa kwenye nafsi zetu. Kuzaliwa kwenye nafsi zetu Mtume maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuacha machafu, kutenda mema, kusameheana, kuvumiliana, yani kuhakikisha tunakuwa waadilifu, tunakuwa watiifu, tunakuwa wacha Mungu, tunayaacha mabaya, tunayashika mazuri. Kwa Mtume azaliwe ndani ya nafsi zetu, Mtume azaliwe ndani ya vyumba vyetu, Mtume azaliwe ndani ya nyumba zetu, Mtume azaliwe katika mitaa yetu, Mtume azaliwe ndani ya kata zetu, Mtume azaliwe katika wilaya zetu, na Mtume azaliwe katika mkoa wetu, na Mtume azaliwe katika nchi yetu. Yani tuone kwamba anapokuja Mtume Muhammad kama alivyokuwa yeye mwenyewe. Kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad, dhulma ilikuwa imetanda duniani. Alipokuja Mtume Muhammad akaiondoa dhulma. Kabla ya Mtume Muhammad, mtoto wa kike alikuwa harithi. Mtume alipozaliwa na kupewa utume, mwanamke naye akapata hadhi, akapata nguvu, anaweza sasa kurithi. Ni kwa sababu ya ujio wa Mtume Muhammad. Kabla ya Mtume Muhammad, mtu asiyekuwa kabila kubwa, yani asiyekuwa na kabila tukufu, yani kwa mtu ambaye hana pesa, yani maskini, mtu ambaye si bin humhum, alikuwa hana thamani. Lakini kwa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule mnyonge amepata nguvu, mnyonge amepata sharafu, hata ambaye mtu ambaye kabila lake duni amepata heshima na thamani. Kwa niseme tu Mtume azaliwe katika maeneo yetu, lakini tuhakikishe misikiti yetu inatengeneza utaratibu wa kuwa na shughuli hizi za kumswalia Bwana Mtume, kuadhimisha mazazi yake. Na maelekezo ni kwamba wiki nzima ama siku 11 kuiendea mwezi 11 tufanye matukio ya kusaidia jamii, kutoa michango, kutoa sadaka, kusaidia wajane, yatima, kusaidia walimu wa madrasa, kusaidia kutoa damu, kusaidia usafi wa mazingira, kuhakikisha
kuhakikisha kwamba tunaondoa yale yote ambayo ni machafu katika jamii yetu. Na niseme hapa kwamba sisi wana Mwanza tunajiandaa kumpokea bwana mtume, kupokea masiku haya ya kuzaliwa kwake, na tutaendelea kufanya mihadhara. Idara yetu ya da'wa na tablighi, lakini mashekhe zetu wa kata, mashekhe wa wilaya wahakikisha wanatengeneza mihadhara mifupi mifupi, watengeneze makongamano madogo madogo ndani ya mkoa wetu, mkoa mzima, kuhakikisha tunawaeleza watu faida, fadhila za ujio wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyoyo zimejaa furaha, ulimwengu unapata kunawirika. Manake ni kama kuja kwa mtume Muhammad, kuzaliwa kwa mtume Muhammad ni kama dunia ilikuwa imepata ukame hivi. Anapozaliwa mtume Muhammad, basi dunia inakuwa imepata mvua ambazo zimeleta rutuba na zimeleta raha katika jamii. Wito wangu ni kuwanasihi na kuwaomba Waislamu kuendelea kushikamana, kupendana, kuwa wamoja bila kubaguana kwa misingi yoyote, iwe ya madhehebu, iwe ya kitaasisi. Wakati huu tunakwenda kuadhimisha mazazi ya bwana mtume Muhammad. Narudia tena shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule kutambua siku ya kuzaliwa mtume Muhammad, lakini nampongeza mufti na shekhe mkuu wa Tanzania kule kuendelea kushikilia jambo ambalo lilianzwa na wazee wake, lilianzwa na wanazuoni wake, na yeye kalishika. Tunaendelea kumuadhimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amesifika ndani ya Qur'ani kwa Mungu kumsifu katika hali ya juu. Hata Mungu akasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Dunia leo inakumbwa na mmomonyoko wa maadili, lakini mtume anasifika kwamba wewe mtume Muhammad, Mungu anamuita, anamwambia wa innaka, kwa hakika wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, uko juu ya watu wenye tabia njema. Kwa ukitaka zile tabia nzuri, tabia zenye wema, tabia zenye maadili, zote ni tabia za mtume. Na ndio maana Mungu ndani ya Qur'ani akasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi Waislamu kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kiigizo chema. Mtume huyu amezaliwa siku ya Jumatatu mwezi 11 kuamkia 12. Kazaliwa pale katika mji unaoitwa Makkah al-Mukarram. Yeye anaitwa Muhammad, baba yake anaitwa Abdullah, mama yake anaitwa Amina, aliyemnyonyesha anaitwa Halimatu Saadia, aliyetoa habari za kuzaliwa kwake anaitwa Thuwaibatul Aslamia. Sote tushereheke, sote tufurahike, sote tujipambe katika masiku haya 11 ndani ya mkoa wetu kumsherehekea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.